Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Karibu mpendwa msikilizaji wa redio Mwangaza, nawe mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital. Tusikilize ujumbe wa Mtakatifu Gaspari siku ya leo, tarehe 12 mwezi wa 6 2025. Na tubakie ndani ya moyo mtakatifu, kwenye kimbilio zuri, kwenye joto la upendo wa mbinguni. Miali iwakayo upendo. Na tubakie ndani ya moyo mtakatifu, kwenye kimbilio zuri, kwenye joto la upendo wa mbinguni. Miali iwakayo upendo. Upendo wa Mungu utambuliwa na wanyenyekevu. Katika moyo mtakatifu wa Yesu yamo mapendo yote ya Mungu anayotupenda nayo sisi wanadamu. Msalabani moyo huu ulifunguliwa kwa kuchomwa mkuki, mara ikatoka damu na maji, chemichemi za sakramenti za kanisa. Na kwa hiyo kwetu sisi moyo huu wazi na ni chemichemi ya neema kwa maisha yetu. Mungu Mwenyezi, tunaona fahari juu ya moyo wa mwanao mpenzi na kukumbuka jinsi alivyotupenda. Tunakuomba utujalie kupata neema tele katika chemichemi hiyo ya baraka za mbinguni. Katika kitabu cha nabii Ezekieli sura 34 aya 11 hadi ya 16, tunapata kuona jinsi viongozi wa dini na wanasiasa wa Israeli walivyowanyanyasa na kuwanyonya watu wao wanyonge. Matokeo ya kukosa uongozi bora, Waisraeli walitawanywa wakati wa uhamisho wa Babeli. Mungu mwenyewe anakusudia kuwarudisha Waisraeli katika nchi takatifu, na yeye mwenyewe atawachunga. Ahadi hii ya Mungu imetimia katika Yesu mchungaji mwema. Na waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura 5 aya 5 hadi ya 11, tunakumbuka jinsi Mungu alivyoonyesha mapendo yake ya pekee kwetu sisi wanadamu kwa kumtolea mwanae afe kwa ajili yetu na kutupelekea Roho Mtakatifu siku ile ya ubatizo. Maadamu alionyesha mapendo hayo makubwa pindi tulipokuwa bado wakosefu, hakika ataonyesha kwetu mapendo hayo zaidi sasa baada ya kukombolewa hata siku ya hukumu. Lakini Mungu ni mwenye haki, upendo wake na huruma yake atatuonyesha kama sisi wenyewe tutapendana, tutahurumiana na kusameheana sisi kwa sisi. Upendo wa Mungu umeshawekwa bayana kabisa katika nafsi ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kupitia upendo huo ulioonyeshwa na Bwana wetu Yesu Kristo ndio tunaweza kumjua Mungu jinsi alivyo. Kama tunataka kumuona Mungu jinsi alivyo, tunataka kuyaona mawazo ya Mungu, na kama tunataka kuona moyo wa Mungu, kama tunataka kujua mtizamo wa Mungu kwa binadamu, tunapaswa kumtizama Yesu. Rejea Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 9. Ni imani ya Kristo kwamba ni katika Yesu Kristo peke yake tunamuona Mungu vile alivyo. Na pia ni imani ya Kristo kwamba Yesu anaweza kumpa ujuzi huo yeyote yule ambaye ni mnyenyekevu kutosha na anayetumainia. Chombo pekee cha kupokea upendo wa Mungu si uwezo wa akili, busara na hekima, elimu na usomi wetu, vyeo vyetu, uwezo wetu wa mali na fedha, bali ni kwa njia ya unyenyekevu. Na maadui wake ni kiburi na majivuno. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Niliye kuletea tafakari hii ni mimi Niwemgiz Jason, frateli wa misionari wa damu takatifu ya Yesu.